Bwana Yesu asifiwe. Sasa ubatizo ambazo zinafanya kazi kwa sasa asilimia kubwa ni ubatizo wa aina mbili. Ni ubatizo ambao unatumika kwa asilimia kubwa, ubatizo wa aina mbili, na aina ya tatu inafanya kazi lakini si sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ubatizo wa kwanza ambao unafanya kazi ni ubatizo wa maji, ambao huu ubatizo wa maji unafanywa na mchungaji. Mchungaji anabatiza watu, yaani kuingiza watu kwenye maji, kuwazamisha na kuwainua, kuwazamisha na kuwainua. Nikisema kuzamisha na kuinua, ninamaanisha huu ni ubatizo wa maji mengi ndio unaotambuliwa, kwamba mtu pastor anakutumbukiza kwenye maji, anakuzamisha ndani ya maji na anakuinua. Hiyo ndio ubatizo unaotumika asilimia kubwa, ambao ni mchungaji anahusika. Na baada ya ubatizo wa maji kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambayo kwa lugha nyepesi mimi huwa napenda kusema kwamba ujio wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ujio wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa inakujaje Roho Mtakatifu? Kwa habari hapa ya ubatizo, hakuna kanisa utakuta kwamba leo wanatangaza watu wanaotaka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu waandikishe majina. Haiko hiyo. Sijui kama kuna kanisa ya hivyo, sijawahi iona. Hakuna mahali utajiandikisha kwamba sasa tunaenda kubatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haipo. Isipokuwa asilimia kubwa mtu anapobatizwa ubatizo wa maji mengi, asilimia kubwa ubatizo wa Roho Mtakatifu huwa unaambatana hapo hapo. Wengi ukibatizwa Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, na wengine huanza kunena kwa lugha kabisa moja kwa moja, na wengine hali yao ya kiroho huwa inabadilika. Na lazima uanze kuelewa, ili mtu abadilike kiroho ama mtu aanze kuwa anakuwa kiroho, ni lazima Roho Mtakatifu awepo. Kama Roho Mtakatifu hayupo, hakuna mtu anaweza kuwa anakuwa kiroho, isipokuwa mtu anaweza kukalili maandiko mengi. Tunaona Kiswahili vizuri? Kuna tofauti ya kukalili maandiko mengi ya Biblia na kukua kiroho. Sawa jamani? Kukalili Biblia sio kukua kiroho. Sawa? Kukua kiroho ni inategemeana na namna unapomruhusu Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yako. Tunaona vizuri? Unamruhusuje Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yako? Ni pale unapompa muda. 1, kuomba; 2, kusikiliza neno; 3, kusoma neno binafsi. Kuna kusikiliza, yaani kwa kufundishwa, na kusoma binafsi wewe peke yako. Sawa jamani? Na kupata muda wa kuomba, aidha unaombeshwa na yani uombeshwe na uombe binafsi. Kuombeshwa na maanisha kama kanisani. Sawa? Twende tushukuru Roho Mtakatifu, twende tushukuru Mungu kwa sababu tulinda wiki nzima. Amen. Twende tuombe Roho Mtakatifu. Amen. Twende maombi ya vita, piga wakuanga, wakuagiza, wakuwa nini? Amen. Hiyo unaenda kulingana na ufunuo wa kiongozi wa ibada. Sawa? Kiongozi wa ibada akisema tupige mkuu wa anga, mtapiga mkuu wa anga, hata kama wewe mkuu wa anga ashakuachiaga milele. Hanaga mpango na wewe. Utakuwa tuko hiyo maombi. Sawa? Akisema sasa tunakupiga wakuu wa malango, hata kama wakuu wa malango watakuogopa, kwa hiyo ibada wewe utapiga tu wakuu wa malango, hata kama wewe hawahusikaji na wewe. Lakini ukiwa peke yako una nafasi ya kumwendea Mungu binafsi, na Roho Mtakatifu akikuelekeza nini cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa basi tunapoongelea habari ya ubatizo, ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 11, Biblia inasema hivi: kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kwa hiyo kama unaandika ubatizo
kazi ya ubatizo ama ubatizo, ishara yake, ubatizo unaashiria toba ndani ya mwamini. Nikisema mwamini, yani mtu anayemwamini Yesu. Ubatizo unaashiria toba ndani ya mwamini. Ndio Yohana alikuwa anabatiza ubatizo wa toba. Kwa nini tunasema toba? Kwa sababu mtu unapoamua kuokoka, unapoamua unasema mimi nataka nimwamini Yesu, maana yake ni kwamba unataka kuacha dhambi, ama unatoka kwenye ufalme wa shetani unaingizwa kwenye ufalme wa Mungu. Sasa ufalme wa shetani unamuongoza mtu kutenda dhambi, na endapo unasema kwamba unataka kumpokea Yesu ama unataka kuingia kwenye ufalme wa Mungu, ni lazima utubu dhambi zote ulizozitenda zilizokuwa zinaongozwa na ule ufalme uliokuwa kumiliki mwanzo, kisha uingie huku uanze upya. Nanielewa? Sasa Yohana akasema, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Anawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa maana hiyo, mtu akikuuliza Roho Mtakatifu, nani anabatiza Roho Mtakatifu? Ubatizo wa Roho Mtakatifu unabatizwa na nani? Ni Yesu mwenyewe ndio anaachilia Roho Mtakatifu kwako. Sasa wakati tunatengenezwa kukabidhiwa kwa Yesu, kuna mambo kadhaa ambayo yatatokea. Sumesha kuwa wa kwake. Baada ya kuwa wa kwake, ndio anajua ili usurvive ni lazima Roho Mtakatifu awepo. Ili uendelee mbele lazima Roho Mtakatifu awepo. Na ili uwe na nguvu ya kushinda ule ufalme uliokuwa huko mwanzo, ni lazima moto uwepo. Na huo unaitwa moto wa Roho Mtakatifu, wengine wanaita. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ukisoma Biblia kwa kitabu cha Matendo ya Mitume, nitakusomea huko mbele, wakati ambapo akina Petro na kina Yohana wamekusanyika kwenye ile nyumba, siku ambayo Biblia inasema ukashuka ukatokea ndimi zikafanya nini? Zikawaka moto. Kwa hiyo moto ukaanza kutokea, na baada ya kumaliza kunena kwa lugha kwa ndimi za moto, ndio watu wote wakaanza kuhubiri Injili, wakatembea kila mahali, na sisi leo tukapata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Niendelee. Kubatizwa haukupo tu kwa sababu mnatumbukizwa kwenye maji, no. Kwenye ulimwengu wa kiroho, manake unakuwa umeruhusu kwamba Roho Mtakatifu ama Yesu Kristo, niko sasa nitengeneze vile upendavyo, nifanye vile utakavyo. Na maji yale kazi yake, kwa sababu unasema ni ubatizo upasao toba, maana yake ni kwamba umekubali kutubu. Kwa lugha nyingine ni kwamba umekubali kusema kwamba yale nilikuwa nayafanya sasa niko tayari kuyaacha, na ninaomba unisamehe, na ninataka sasa unitengeneze kwa njia nyingine. Yes. Nani ananielewa kidogo? Haleluya. Hiyo ndio ubatizo. Hapa ndio baba wa kiroho anapotokeaga. Sawa? Na ndio soma kote, zunguka kote, utakuta baba wa kiroho wa Yesu anaitwa Yohana Mbatizaji. Baba wa kiroho wa Yesu anaitwa nani? Yohana Mbatizaji. Lakini sasa upande wa pili tena, baba yake wa kiroho wa Yohana Mbatizaji anaitwa Yesu. Sasa Pastor Kalingo naongea kitu gani? Yesu alibatizwa ndani ya Yohana alibatizwa ubatizo ambao sio wa maji, alibatizwa ndani ya tumbo la mama yake Yohana. Siku ambayo Mariamu anaenda kumsalimia Elizabeti, Biblia inasema alipomsalimia tu kitoto kikaruka tumboni. Sawa? Alafu baada ya kuruka kitoto tumboni, Elizabeti akaanza kutabiri. Na mtu alikuwa sio nabii. Sawa? Alibatizwa akiwa tumboni. Kwa yeye alibatizwa ubatizo wa moto na wa Roho Mtakatifu akiwa tumboni. Kwa alitoka ameshatengenezwa kwa ajili ya kusaidia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya hapo, tunaposema unapoenda kubatizwa, Yesu anasema niko hapa nataka nibatizwe. Yohana anambia mimi sitaki kubatiza. Yesu anamjibu tu inapaswa kutimizwa haki yote. Kwa hiyo tunaposema tunakubatiza leo wewe, tunahitaji utimize haki yote ya kumwamini Yesu.
Unaposema utimize haki yote kwa lugha nyepesi ni kwamba unakuwa na haki ya kumuita Mungu Baba na Mungu akuite wewe mwanawe. Ndio haki. Yaani una haki ya ukikosea kwenda kupiga magoti, Baba naomba nisamehe, kwa sababu ni baba yako. Umeelewa? Una haki ya kumwambia Baba, mimi hapa hivi niko naona jua linazama lakini sielewi, nahitaji msosi. Sawa? Na msosi unafanya nini? Kwa sababu ni baba yako. Una haki ya kumwambia Baba, hivi sahihi unaona wako huko nyuma hivi watu vinazunguka, mimi sivielewi. Hebu nisaidie kuondoa mzee. Unanielewa? Wao kusoma mahali Biblia inasema haya njoo tusemezane. Anasema Bwana, dhambi zetu zitakapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe. Lakini lengo la kwanza njoo tuongee. Sasa unaongea na nani? Unaongea na babako kirahisi tu hivyo. Kama ni uongo, wewe kama ni mwanafunzi, feli mitihani alafu uende kwa babako. Uone kama utamuongelesha kirahisi. Beba mimba mtaani, kisha uende kwa babako. Uone kama itakuwa rahisi kumwambia. Nani anielewa? Vile ilivyokuwa ngumu ukifanya makosa kumwendea baba wa duniani, za mbinguni ndio kabisa. Sawa? Sasa wakati ambapo Mungu anahitaji huu ubatizo utokee, ubatizo una kazi gani? Sawa? Kwa lugha moja ama nyepesi inasema ubatizo unaondoa dhambi ya asili. Unaondoa dhambi ya asili. Dhambi ya asili ilitoka wapi? Dhambi ya asili iko kwa mwanadamu baada ya Adamu kuasi. Kwa sababu tumezaliwa tuko ndani ya hiyo kizazi cha Adamu, hiyo dhambi ya asili inakuaga tu. Ndio unajikuta kwamba tunaposema dhambi ya asili unaweza sema utaijuaje? Sawa? Mfano kuna familia ambazo hii familia hata ufanye nini, mtoto hawezi kuvuka miaka 18 hajalala na mwanaume. Ni lazima tuanguke kwenye uzinzi. Kuna familia unajikuta kuna maisha ya mtu unajikuta kwamba hata awe pasta atakuwa tu mlevi. Siongelea ubatizo wa kwenda kutumbukiza kwenye maji na kukuinua. Naongelea ubatizo wa kutumbukiza kwenye maji alafu unazika utu wa kale, madhabahu zote za kichawi, maagano yote, ngome zote za kichawi zinazofanya kazi ndani yako zinabaki kwenye maji. Kisha ukiinuka, unainuka uko unapumua, unakuwa uko salama, maisha yako yanakuwa salama. Biblia inasema kwamba kama vile Yesu ambavyo alizikwa katika mauti yake, ndivyo ambavyo sisi alipofufuka katika mauti yake, ndivyo sisi na sisi tunazikwa kwa njia ya imani, tunazikwa kwa njia ya ubatizo na tunafufuka naye pamoja naye kwa njia ya imani. Kama vile alivyofufuka kaburini, basi ndio tunafufuka. Haleluya. Kwa hiyo tunapoingia kwenye ubatizo inamaanisha kwamba kuna hali lazima uache kwenye maji na kuna hali unazaliwa nayo. Hata kama watu wengi walikuwa hawakuelewi, lakini wakati ambapo unatoka kwenye maji kuna nguvu ya Mungu inaingia ndani yako ambayo inaingia ndani ya moyo. Ndio maana hakunaga mtu anabatizwa then atoke alafu anahuzunika. Hakunaga mtu wa hivi. Ukiingia kwenye maji na ukatoka unahuzunika, kuna mizimu ingali ndani. Halo? Kuna mizimu bado iko ndani. Lakini pepo zikimalizikia pale kwenye maji, ukitoka pale hata kama huna hela, utakuwa unajiona wewe ni tajiri. Umeelewa? Yaani hata kama unatembea kwa mguu, utakuwa Yesu umepanda gari. Maana kuna amani ya Kristo ambayo inazidi amani zote za duniani. Inapenyaga inaingia kwenye roho ya mtu, na baada ya kuingia ndani ya moyo inakuonyesha mabaya uliyoyapitia yote yamekwisha, na sasa tazama yamekuwa mapya. Wala ambapo niko na kutangazia kwamba tunapoingia kwenye ubatizo huu kuna watu ambapo ya kale yatapita alafu mapya yanainuka. Anaposema ya kwamba baada ya kubatizwa nao watasema kwa lugha mpya, lazima lugha mpya ingie ndani yako. Lugha mpya inaingia ndani yako kwa namna gani? Baada ya amani kuingia ndani ya moyo wako. Kama unaandika andika. Sawa? Faida ya kwanza ni kwamba unatolewa kwenye ufalme wa giza, unawekwa kwenye ufalme wa Mungu. Faida ya pili, mbingu zinafunguka kwa ajili yako. Ama mbingu zinakufungukia. Mbingu zinakuwa wazi kwa ajili yako. Mara mbingu zikamfungukia, akamuona
roho, akamwona roho wa Mungu akishuka. Faida ya tatu, macho ya kiroho yatafunguka baada ya kubatizwa. Macho ya kiroho ya kwako yanafunguka. Kwa maji mengi na maji machache, upi ni sahihi? Kila mtu anavutia kwake, sawa? Kila mtu anavutia kwake. Lakini ukisoma Biblia hapa, hakuna hata mtu mmoja aliyebatizwa kwa maji machache. Biblia yote tangu mwanzo mpaka Ufunuo, sawa? Lakini kabla nikujibu hilo, mtu mmoja anaweza kuuliza, mtu wa kwanza kubatizwa duniani anaitwa nani? Sawa? Au nani alileta ubatizo duniani? Bwana Yesu asifiwe. Nani alileta ubatizo duniani? Mtu wa kwanza kuleta ubatizo duniani anaitwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na mtu wa kwanza kubatizwa duniani wanaitwa wana wa Israeli. Walibatizwa wapi? Walibatizwa wakati walikuwa wanavuka bahari ya Shamu. Siku za ujinga si tusi, ni mtu ambaye haelewi. Sawa? Hahesabu hizo. Ukielewa na kisha ukajifanya wote la pote, ndio hukumu inafanya nini? Inakuja. Ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo cha Marko sura ile ya 16 mstari wa 15 na wa 16 anasema, hubiri injili kwa kila kiumbe, atakayeamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Tunaelewa vizuri? So asiamini anafanya nini? Anahukumiwa. Maana yake umeshasikia na umeelewa, kisha ukajifanya una kichwa ngumu, unahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaishia hapa.